كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, napenda kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ninyi pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani laqad faza almuttaqun, hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao ni wenye kufanikiwa. Kwa hiyo hakuna mtu asiyependa mafanikio na kila mtu anapenda kufaulu. Biidhnillahi tabaraka wa taala, baada ya kusikiliza muhadhara wa kwanza, na kwa yule aliyokuwa ametega masikio atakuwa amestafidi kutokana na yale ambayo yamezungumzwa, kaifa nastaqbilu Ramadhan, namna gani ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo baada ya kusikiliza hayo ambayo yalikuwa yanatengeneza njia, na mimi nitaanza na kuzungumzia asiyamu wama yataallaqu bisiyam, funga na yale yanayofungamana na funga yenyewe, kwa sababu miongoni mwa maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani ni pamoja na kujifunza fiqhi ya funga. Manake mtu anatakiwa aielewe funga yenyewe ni nini na mambo ambayo yanafungamana na funga, hata kama hatuwezi kuyamaliza kwa siku yetu ya leo. Kwa yale ambayo tajaliwa kuyazungumza, basi itakuwa ni sehemu ya kupata chochote katika funga. Jambo la msingi kabisa tunapaswa kufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi jambo isipokuwa jambo lile analoliamrisha analipenda. Na mtu akilifanya jambo ambalo Mungu analipenda, na Mungu pia atampenda mtu huyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameipenda funga, na ndio maana akaamrisha watu wa umma wa Muhammad wafunge, kwa sababu hata wale waliokuwa kabla yake walikuwa wanafunga. Na tunajua kabisa ibada zote hizi zimewekwa kwa ajili ya maslahi yetu sisi, kwa ajili ya maslahi ya mwanadamu katika dunia yake na katika akhera yake. Kwa hiyo funga ilivyoonekana kwamba ina maslahi kwa mu'min katika dunia yake na akhera yake, Allah subhanahu wa ta'ala akaifaradisha, akailazimisha kwamba ni ibada ambayo ni ya lazima kwamba watu waitekeleze. Na kinyume chake tujue ya kwamba jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza ni kwamba jambo hilo analichukia, na anayefanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu analichukia pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamchukia pia. Kwa hiyo tufanye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, na vile vile ili kuweza kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja anapenda kupendwa.
Tukianza na taarifu siyam fi lugha, taarifu ya funga ni nini katika lugha ya Kiarabu? Wanasema asawmu fi lugha, funga katika lugha, yutlaqu ala al-kaffi ani shay'i, husemwa kwa kujizuia na kitu. Yani mtu anapojizuia kufanya kitu fulani anahesabika kuwa amefunga. Kwa mfano, ukitoka nje ukakuta duka limefungwa, ina maana yule mtu hauzi tena, amefunga, ameondoka. Kwa hiyo hupati huduma. Kwa hiyo inatafsirika kwamba ni kujizuia na kitu, walimtinai wa tariki, na kuacha kitu. Kile ambacho ulikuwa unakifanya ukakiacha, tayari umeshafunga. Wa minhu qawluhu ta'ala hikayatan an Maryam, na neno hili la siyam kwa simulizi ya Mwenyezi Mungu kunako Maryam, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kupitia kauli hii ya Maryam aliyokuwa akisema, inni nadhartu lirrahmani sawman, hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Rahmani, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawman, funga. Funga ya nini? falan ukallima al-yawma insiyan, sintomsemesha mtu leo. Kwa hiyo kukataa kuongea na mtu manake umefunga, umejizuia, umeacha kuongea. Kwa hii ni taarifu ya lugha, ya maana ya kwamba mtu anaposema nimefunga kilugha, kwa maana amejizuia kufanya kitu fulani, ameacha kufanya kitu fulani. Hiyo ni siyam, hiyo inaitwa siyam. Kadhalika taarifu siyam fil istilahi, ili tuende haraka haraka kwamba maana ya funga ya kisheria ambayo tunaikusudia, huwa al-imsaku bi niyyati ta'abbudi lillahi, nayo ni kujizuia kwa nia ya ibada kwa ajili ya Allah, an ashiyai makhsuswa, kunako vitu maalum. Kwa hiyo kujizuia na vitu maalum, si vitu vyote ambavyo mtu atajizuia, lakini kwa nia ya kwamba unafanya ibada fi zamani muayyan, katika muda maalum, katika muda maalum. Na tunafahamu kwamba funga hatufungi muda wote, huwezi kufunga usiku, kwa hiyo utafunga mchana, lakini pia imewekewa ni siku ngapi, ni mwezi. Kwa hiyo lazima umalize huo mwezi uliolazimishwa kufunga. Kwa hiyo ni muda maalum, min shakhsin makhsusin, kutokana na mtu maalum. Ina maana mfungaji pia ni mtu maalum, sio kila mtu tu anafaa kufunga, sio kila mtu anafaa kufunga. Akasema bishuruti khasatin, kwa masharti maalum. Kwa hiyo ni mtu maalum anayetakiwa kufunga, na atafunga kwa masharti maalum. Ina maana mtu huyu akitimiza masharti hayo ndiyo atafunga. Ina maana asipotimiza hayo masharti hatofunga. Anasema yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, inaonyesha hilo kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba funga inahusisha vitu maalum, sio vitu vyote, na inaonyesha wakati maalum na kwa watu maalum, pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Kwa hiyo kuleni na mnywe mpaka itakapowabainikia uzi mweupe kutokana na uzi mweusi wa alfajiri.
Ina maana mtaendelea kula na kunywa mpaka pale patakapobainika weupe wa kuingia kwa alfajiri na kuondoka giza la usiku. Akasema thumma atimmu siyama ila al-laili, kisha timizeni funga yenu mpaka usiku. Kwa hiyo ina maana hapa inatupa picha ya kwamba kinachokatazwa ni kula na kunywa. Wakati gani? Inapotoka alfajiri ile ya kweli. Kwa hiyo kuanzia alfajiri ile mpaka jua litakapozama, kipindi hichi hakiruhusiwi kula, hakiruhusiwi kunywa. Kwa hiyo utaona kwamba kumekatazwa vitu maalum, sio vitu vyote. Haijakatazwa kuzungumza, haijakatazwa kufanya kazi, haijakatazwa mtu kufanya mambo mengine tofauti na hayo. Unaweza ukaoga, unaweza ukapiga mswaki, unaweza ukafanya nini, lakini usile, usinywe. Fasawmu la yasihu illa biniyatin, funga haitoswihi isipokuwa kwa nia. Min tulu'i alfajiri, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Bishuruti khasa, kwa masharti maalum. La yasihu siyamu illa biha, haitoswihi funga isipokuwa kwa masharti hayo. Na biidhnillahi hayo masharti tutayaona huko mbele kama tutaka. Wa huwa min afdalil ibadat, anasema nayo ni ibada iliyokuwa bora kuliko ibada zingine. Yani ibada ya funga ni ibada bora kuliko ibada zingine. Lianna Allah ikhtasahu linafsihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya funga ni haswa kwake yeye, ni special kwa nafsi yake. Faqala fil hadithi al-Qudusi, amesema katika hadithi al-Qudusi, kullu amali ibn adam lahu, kila amali ya mwanadamu ni yake, illa saum, isipokuwa funga. Fa innahu li wa ana ajizi bihi, hakika funga ni yangu na mimi ndiyo nitakayoilipa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matendo ya mwanadamu yanajulikana kwamba ukifanya jema moja unalipwa kwa 10, yani unazidishiwa mara 10 mpaka mara 70. Lakini funga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajataja malipo yake. Hili ameliweka kwake yeye, ni special kwake yeye. Akasema illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi, isipokuwa funga hiyo ni yangu. Manake yeye ndio anaojua mfungaji na ambaye hajafunga. Kwa hiyo yeye ndio atakayejua malipo yake ni malipo ya namna gani. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, makana tusiyam fil Islam, nafasi ya funga katika Uislamu. Asiyamu ahadu wa rukani al-Islam al-khamsa, funga ni moja ya nguzo za Uislamu 5. Nafasi ya pili, asawmu sirru baina al-abdi wa khaliqihi, funga ni siri. Funga ni siri kati ya mja na muumbaji wake. Yatamathalu fihi unsur al-muraqabati as-sadiqati fi dhamiri al-mu'min, anatekeleza katika kipengele cha kujichunga na kuwa mkweli katika dhamiri ya mu'min, kwamba mu'min anakuwa ni mkweli katika kutekeleza ibada hii ya funga. Idh la yumkinu an yatatarraqa lahu riya'u bihalin, kwa sababu hakuna uwezekano wa kuweza kuingia ria kwa namna yoyote ile. Kwa sababu funga mtu anaweza akafungua hata kwa nia. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kusimamia
akailinda funga ya mtu, kwamba fulani bana tangu alfajiri mpaka sasa bado amefunga. Ina maana hata kama jeshi la wananchi likaletwa hapa lilinde funga za watu, kuhakikisha kwamba watu wote hawajafungua, haliwezi. Kwamba mtu anaweza akafungua na wao wako pale na wasijue kwamba huyu kafungua. Kwa hii ni siri kati ya mja na Mola wake. Fahuwa yurabbi fil mu'min, nayo inamlea au funga inalea katika mu'min muraqabatullahi wa khashiyatuhu, kujichunga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwogopa. Wa tilka ghayatun nabilatun, na hilo ndio lengo lilokuwa bora kabisa. Wa hadafun samun, na ni lengo la juu katika funga. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amefanya hivyo, amekuwa anajichunga na Mola wake na anamuogopa Mola wake, ina maana hilo ndio lengo ambalo limelengwa, kwamba mwanadamu aweze kutengenezwa kuwa mwaminifu na kuwa mkweli. Hata akiachiwa kwenye kampuni, kwenye ofisi, hawezi kufanya ghushi kwenye nyaraka, akala pesa, akaiba pesa kwa kuona kwamba hakuna anayemuona, hakuna anayeweza kujua. Jambo lingine, nafasi ya funga, anasema annahu yuawidu li ummata an-nidham wal ittihad, funga inazoesha umma kuwa na nidhamu na kuwa na umoja. Wa hubba al-adli wal musawat, na kupenda uadilifu na kupenda usawa. Kwa hiyo funga inazoesha watu kuwa na nidhamu. Muda fulani natakuwa ustopu kula, muda fulani jua limeshazama natakuwa ufuturu. Ufuturu na kitu gani? Na tende. Umekosa tende, ufuatie kinachofuatia. Kwa hiyo ni nidhamu na utaratibu, sio kwamba mtu anafanya tu kiholela, kwamba maadamu mimi bana nimefunga na nguvu nyingi, hata mpaka saa 2 tu nitafungua. Tunahitaji nidhamu, kwamba jua likishazama imethibitika unatakiwa ufuturu. Usiku wa mke ule daku kabla ya alfajiri, hata kama haushibi, lakini kula kitu kidogo. Kwa hiyo funga inatengeneza nidhamu, inatengeneza umoja, watu wanashirikiana, wanaungana wakati wa kufuturu. Haijalishi maskini tajiri, wote mnakimbilia kutafuta tende. Kwa hiyo huu ni umoja. Lakini pia funga inajenga uadilifu kati ya watu, kutokuwa na ubaguzi. Watu wote wanaunganishwa kwenye wakati mmoja, na wakati wa kufuturu ni mmoja, na wakati wa kuhangaika kufuturu wote, bila kujali tofauti zao za kiuchumi, lakini nakuwa na usawa. Wa yakunu fil mu'minina atifa, na vile vile inakuwa katika waumini na kule kuhurumiana, kuwa na huruma na kufanyiana ihsani. Kwa hiyo funga inawatengeneza waumini wawe ni watu wenye kuhurumiana, kuwa na rahma, kuwa na huruma kati yao, na kuwa na tabia ambazo zilizokuwa nzuri. Kama yasunu almujtamaa min ashururi wal mafasid, kama ambavyo funga inaikinga jamii kutokana na shari mbalimbali na madhara mbalimbali. Kwa hiyo funga inasaidia kuzuia madhara na mafsadi. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ukiingia, tumesikia mashetani wanafungwa ili muumini aweze kufanya ibada. Yaani ni kama unashikiwa, huyu si ndio anakusumbuaga siku zote, ngoja tukukamatie ili wewe ufanye ibada, asikuletee vya kuleta. Kwa hiyo wanatiwa minyororo, wanafungwa.
Ndio maana hata wale watu ambao ni wa kawaida kabisa utaona wanajistiri, wanajifunika, kama walikuwa wanatembea ovyo ovyo kabla ya Ramadhani, lakini mwezi wa Ramadhani wanakuwa wapole. Na wale waliokuwa wanatumia vilevya na madawa na mabangi na manini, wako ambao wanapunguza au wanaacha kabisa. Kwa hiyo bila shaka wanapokuwa hivyo, shari zinakuwa zimepungua na madhara yanakuwa yamepungua katika jamii, watu wanakuwa wako katika hali nzuri. Jambo lingine, anna siyama yaj'alu almuslima yash'uru wa yahissu bi'alami akhihi, inamfanya muislamu ahisi na apate kihisia machungu, maumivu ya ndugu yake. Fayadfa'uhu dhalika ila albadli wal ihsani, itamsukuma hiyo funga kwenda kwenye kutoa na kufanya ihsani, ila alfuqara'i wal masakin, kwa watu ambao ni mafukara na watu ambao ni maskini. Fatatahaqqaqu bidhalika almahabbatu wal ukhuwatu baina almuslimin, na kutahakikika kwa hilo upendo na undugu kati ya Waislamu. Kwa hiyo kuna watu ambao hawajui njaa, lakini wanapokuwa wamefunga wanaipata njaa. Kwa hiyo anapoona maskini na mafukara wanapokuwa wanahitaji chakula, atakuwa anaelewa maudhui, atakuwa anaelewa mada, kwamba huyu jamaa anasema na njaa, ni kama vile tunapofunga tunapatwa na njaa. Kwa hiyo funga inamsaidia Muislamu aweze kuwakumbuka ndugu zake maskini, ndugu zake wasiokuwa na uwezo, ili naye aweze kuwasaidia. Nafasi ya funga nyingine anasema, asiyamu tadribu amaliyun, funga ni mazoezi ya kivitendo, ala dhabti nafsi, juu ya kuidhibiti nafsi, wa tahammulu almas'uliyat, na kubeba majukumu. Yani funga inamzoesha mtu namna ya kuidhibiti nafsi, kwa sababu nafsi inakosa utulivu inapokuwa na njaa. Lakini unapokuwa na njaa ukavumilia mpaka masaa uliopangiwa, inakufanya uwe na nidhamu ya kudhibiti nafsi yako katika vitu vya tamaa ya kidunia, kutamani vitu vya watu, watahammulu almas'uliyya, na kubeba majukumu. Funga inamfanya Muislamu apate mazoezi ya kuweza kubeba majukumu, watahammulu almashaqi, na kubeba tabu mazito. Sheikh anasema baada ya kueleza nafasi ya funga, akaanza kusema fadhailu siyam, fadhila za funga, kwa sababu tunafahamu hizi ibada ambazo Muislamu anazifanya, na tunajua fadhila zake kama vile swala na zaka na hija. Kwa hiyo nafunga pia ina fadhila zake. Kwa hiyo anasema min fadhaili sawmi, miongoni mwa fadhila za funga, yani ubora wa funga, wuqui fil ithmi, funga inamzuia mtu kutumbukia katika madhambi, wa annahu yujiza bihi alkhairul kathir, na kwamba yeye atalipwa khairi nyingi sana kwa kule kufunga kwake. Fa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Abu Hurairah anatusimulia Mtume amesema, asiyamu junnatun, funga ni ngao inayomkinga mtu na maasi, inayomkinga mtu na madhambi. Sasa fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, itakapokuwa ni siku ya funga ya mmoja wenu, yani itakapokuwa mmoja wenu amefunga, yuko katika funga, fala yarfuthu, basi asiongee maneno machafu, wala yajhal, na wala asiongee vitu vya kijingajinga ambao ni kufanya makosa, kufanya madhambi,
wa in imru'un qatalahu au shatamahu, ikiwa mtu atampiga au akamtukana, falyaqul, basi na aseme inni saimun marrataini, amwambie bana mimi nimefunga, inni saimun, mimi nimefunga. Kwa hiyo mfungaji hatakiwi kuwa kimbelembele kwenye kutoa matusi, kwenye kupiga, bali anatakiwa ajizuie sana, na ndio maana ya kufunga. Akasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake. Yani mtume anasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake. Anasema la khulufu fammi saim, harufu ya mdomo wa mfungaji, yani harufu ile ambayo inakera, ambayo ni mbaya, inayotoka kwenye mdomo wa mfungaji, atyabu inda Allahi min rihil miski, anasema harufu hiyo ni nzuri sana, yani harufu hiyo ni nzuri sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si nzuri kwa wanadamu, lakini ni nzuri kwa Mungu kuliko harufu ya miski, ambayo tunajua harufu ya miski ni nzuri. Kwa nini? Kwa sababu ile harufu imetokana na ibada ambayo ni tukufu, ibada ya funga ndio iliyozalisha, kwa sababu nyongo inapomwagwa tumboni ikikuta hamna chakula lazima harufu mbaya itoke. Kwa hiyo ile harufu mbaya imetokana na mtu huyu kufanyaje? Akasema yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli, anaacha kula, anaacha kunywa kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo harufu hii imetokana na kuacha kula na kuacha kunywa, na huku ndiyo ibada ya funga. Kwa hiyo harufu ambayo ni mbaya kwa wanadamu, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri, inapendeza, kwa sababu imetokana na ibada. Hapo kinyume chake, kama wewe utatoa harufu mbaya kwa kutumia kitu ambacho sio kizuri, kwa kufanya maasi yakasababisha kutoa harufu mbaya, kinyume chake ina maana kwamba itakuwa ni jambo ambalo lenye kuchukiza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kutumia midomo yetu kwa vitu ambavyo vyenye kutoa harufu nzuri, isipokuwa kwenye funga ambayo asili yake ni ibada na inapendeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyamu li, anasema funga ni yangu, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio nitakao ilipa. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja linalipwa kwa 10. Jema moja unazidisha mara 10. Kwa hizo ni katika fadhila za funga. 2 anasema annahu takfiru lidhunubi wal athami, kwamba funga inafuta makosa na madhambi, inafuta makosa ya mtu na madhambi ya mtu. Ali Hudhaifa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fitnatur rajuli fi ahlihi, fitna za mwanaume zinazotokana na watu wake katika familia yake, misukosuko anayoipata katika familia yake, au madhambi anayoyapata katika familia yake, wa malihi, na mali yake, wa jarihi, na jirani yake, tukaffiruha, zinafutwa na nini? As-sala, na swala, wa siyam, na funga, wa sadaqa, na kule kutoa sadaka. Hivi vitu vinafuta makosa ya mtu. Lakini fadhila nyingine nasema annahu khasahu Allahu Ta'ala bibabin, Mwenyezi Mungu ameifanya funga maalum, ina mlango maalum, la yadkhulu minhu ahadun, mlango huo hakuna atakayeingia kupitia kwenye huo mlango, illa saimun, isipokuwa wale wafungaji tu. Ani Sahli radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema
inna fil jannati baban, hakika peponi kuna mlango maalum, yuqalu lahu ar-rayyan, mlango huu unaitwa Rayyan, yadkhulu minhu saimun, wataingia kupitia mlango huo wafungaji, yauma al-qiyama, siku ya kiyama, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna atakayeingia kupitia mlango huo asiyekuwa mfungaji, asiyekuwa katika wafungaji. Yuqalu, kutasemwa siku ya kiyama, aina saimun, wako wapi wafungaji? Fayaqumuna, watasimama, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna atakayeingia yeyote asiyekuwa wao. Fa idha dakhalu ughliqa, watakapokuwa wameingia watu hao wafungaji, mlango ule unafungwa. Falam yadkhul minhu ahadun, hatoingia tena katika mlango huo yeyote. Hadithi yameipokea Bukhari na Muslim. Kwa hiyo fadhila za funga ni nyingi. Hata imekuja pia katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema man sama yawman fi sabilillah, yeyote atakayefunga siku moja tu katika njia ya Allah, kwa ajili ya Allah, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan, Mwenyezi Mungu anamweka mbali uso wake na moto kwa muda, yani umbali wa miaka 70, yani umbali wa uso wake uliowekwa mbali na moto kwa sababu ya funga ya siku moja tu. Je, ukifunga siku 30? Je, ukifunga siku 29? Kwa hiyo funga ina maslahi makubwa, ina manufaa makubwa. Anasema dalilu wujubi siyam, dalili zinazoonyesha kwamba funga ni wajibu ni zipi? Siyamu Ramadhan ahadu arkani al-Islam, funga ya Ramadhani ni moja ya nguzo za Uislamu. Wa fardun min ahammi faraidillahi, na ni faradhi miongoni mwa faradhi za Mwenyezi Mungu ambazo ni muhimu. Maalumu min ad-dini, ni yenye kujulikana katika dini bidharura, yani bila hata kusoma, bila hata kujifunza, inalazimu mtu kujua kwamba funga ni ya lazima. Mujma'u alayhi baina almuslimin, imekubaliwa na Waislamu wote, wameafikiana na wanakubaliana. Waqad dalla ala faradiyatihi, hakika kumeonyesha juu ya ufaradhi wake, kumeonyeshwa juu ya ufaradhi wake min alkitabi wa sunna wal ijma'. Adillatu wujubihi min alkitabi, dalili za kwamba funga ni wajibu katika kitabu, katika Qur'ani. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhir alayat. Enyi ambao mmeamini, Waislamu yani waumini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa kufunga kama waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu ili muweze kuwa wacha Mungu. Ayyama ma'dudatin, ni masiku machache tu. Faman kana minkum maridan, atakayekuwa ni mgonjwa miongoni mwenu, au ala safarin, au yuko safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhra, akafungua baadhi ya masiku, basi atarudishia kwa wakati mwingine. Hii ni dalili ya Qur'ani. Dalili ya sunna, ani Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bunya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo 5. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, shahada ya kushuhudia ya kwamba hakuna mwabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, na hakika Muhammadi ni mjumbe wa Allah.
Hii ni nguzo ya kwanza ambayo ndio Uislamu umejengwa. Na tunajua kwa shahada hii ndio mtu anaingia kwenye Uislamu na ndio mtu anapata kibali cha kutenda matendo katika Uislamu. Na mtu atakayekufa na shahada hii kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yeyote atakayekuwa maneno yake ya mwisho katika uhai wake akasema la ilaha illa Allah, mtu huyo ameingia peponi. Wa iqami swala, na kusimamisha swala ni katika nguzo za Uislamu, kusimamisha swala. Na kuna watu wanakubali kufunga lakini hawaswali. Kuna watu wanakubali kufunga lakini hawakubali kuswali swala tano na Uislamu, kwa sababu swala kama ilivyokuja katika hadithi kwamba inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tariku salah, hakika kati ya mtu na kati ya ushirikina na ukafiri ni kuacha swala. Wanawachuoni wamekhtalifiana katika swala la kuacha swala. Wanasema kama mtu ameacha swala kwa makusudi na kukataa na anapinga kwamba swala sio wajibu, huyu anakuwa ni kafiri. Lakini kama mtu anaacha swala kwa sababu ya uzembe, kwamba huyu amefanya madhambi makubwa lakini sio kafiri, ni ukafiri lakini sio ukafiri. Sasa swali linabaki kwamba kama unafunga ukalipwa kwenye funga, alafu kwenye swala hauna, swala huna, na siku ya kiyama kitu cha kwanza kitakachohesabiwa ni swala. Ikikutwa swala imetengemaa na mambo mengine yatakuwa yametengemaa. Ikikutwa swala imeharibika na mambo mengine yote yameharibika. Sasa kwenye siku ya kiyama unakutwa hauna swala lakini unafunga. Ni sawa na mtu ambaye amesongesha hivi ukisongesha ukija kuweka na kuaje? Manake kinafyekwa chote. Kama umeweka kiko chini ya kile ulichosongesha, kinaliwa chote, manake unabakiwa hauna na bado wanakudai. Ukiweka kingine kinakwenda. Kwa hiyo hii ni sawa na mtu ambaye anasongesha, kwamba wewe kweli umefunga lakini hauna swala siku ya kiyama. Inawezekana kwamba hiyo funga yako tu italiwa na madeni unaodaiwa, kwamba unabakiwa hauna chochote. Waitai zaka, na kutoa zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa saumi Ramadhani, na ndio hii funga ya Ramadhani. Wa haji albayti liman istata'a ilayhi sabila, na kwenda kuhiji kwa yule ambaye ana uwezo wa kutekeleza ibada ya hija. Wa min adillati ujubihi al-ijma', na katika dalili za kuwajibishwa funga ni ijma', ya kwamba faqad ajma'at al-umma, umma wote umekubali na umeafikiana ala anna siyama, juu ya kwamba funga rukun min arkani al-islam, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa annahu ma'lumun min ad-dini bidarura, na ni kwamba ni jambo ambalo linajulikana kwenye dini kwa lazima. Bal ajma'u ala anna man ankara wujubahu kafara, bali wamekubaliana, wameafikiana, yoyote anayepinga wajibu wa funga kwamba huyo ni kafiri. Yani mtu anayeona kufunga sio wajibu, wamekubaliana, wameafikiana kwamba mtu huyo anakuwa ni kafiri. Kwa hiyo inawezekana mtu akafunga alafu hakubali kwamba funga ni wajibu. Ala man yajibu saum, ni juu ya nani ni wajibu kufunga? Ni juu ya nani ni wajibu kufunga? Nani ambaye anawajibika kufunga? Anasema yajibu siyamu
Ramadhan, ni wajibu funga ya Ramadhani ala kulli muslimin balighin aqilin muqimin qadirin khalin min almawani. Anasema ni wajibu kufunga juu ya kila Muislamu. Kila Muislamu ni wajibu kufunga, balighin, aliye balighe, aqilin, mwenye akili, muqimin, ambaye sio msafiri, qadirin, mwenye kuweza, khalin, mwenye kuepukana, min almawani'i, kutokana na vizuizi. Hivyo faqauluna ala kulli muslimin, kauli yetu tuliposema juu ya kila Muislamu ni wajibu kufunga, kharaja minhu al-kafir. Kwa hiyo hapa kafiri anatoka, kwamba funga kwa kafiri haikubaliki, haitoswihi. Fala yajibu alayhi saumu wala yaswihu minhu, sio wajibu kufunga na wala akifunga funga yake haitoswihi. Lianahu laysa ahlan lilibada, kwa sababu hajawa ni mtu stahiki wa ibada hiyo. Kwa hiyo atafute stahiki kwanza ili aweze kufunga. Wa mata aslama lazima husiyamu, atakapokuwa amesilimu tu hapo hapo funga inamlazimu, menhini islamihi, kuanzia pale aliposilimu. Wala yaqdi ma madwa, wala hatolipa yaliyopita. Mfano, kafiri akasilimu tarehe 15 ya mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo ataanza hiyo tarehe kwenda mbele. Hizi siku 15 hazio zake, kwa sababu alikuwa hajawajibika kufunga. Kwa hiyo atafunga siku 15 tu tangu pale aliposilimu, na hada hivi. Na pale tuliposema wa qauluna aqilin, mwenye akili, kharaja minhu didduhu, anatoka yule ambaye hana akili. Wa huwa faqidul aqli, naye ni yule aliyokosa akili. Kalmajnun, kama vile mwendawazimu. Walmaatuhu, na yule ambaye ni maatuhu, ambaye akili zinakwenda zinarudi. Wakadha almahdhariyu, ay almukhrifu likibari sinnihi, yani mtu ambaye anaongea maneno hayana mpangilio, si maneno yenye kufahamika, kutokana na umri wake, ameshakuwa ni mtu mzima. Anapoteza kumbukumbu, akili zake zinashindwa kustakiri. Huyu pia anakuwa sio wajibu kufunga. Wa qauluna balighin, na kauli yetu ya kwamba awe ni balighe, kharaja minhu saghiru alladhi lam yablugh, anatoka mtoto mdogo ambaye hajafikia balighe. Wadhalika liraf'i alqalami anhu hata yablugha, na hilo ni kwa sababu ya kunyanyuliwa kalamu mpaka pale atakapofikia baligh. Lakini hii haina maana watoto hawafungi, bali wanazoeshwa. Wasiachwe tu kwa sababu ni watoto, bali wanatakiwa wazoeshwe kufunga kutokana na umri wao na uwezo wa kuvumilia kwao. Anasema wayahsulu albulughu biwahid min thalathin, na baligha inatimia au inapatikanwa kwa moja ya mambo matatu. Ili uweze kujua kijana wako amefikia baligha, unatambua kwa kitu gani kwamba sasa huyu ni lazima kufunga? Au binti yako huyu sasa ni wajibu kufunga, unatambua kwa vitu gani? Ili swali ukiwauliza watu wengi wanakutajia dalili za kibiolojia. Atakuwa na sauti nyororo, atakuwa sijui na nini kifuani, atakuwa na sauti nene kama ni mwanaume, misuli. Bila shaka hizo ni dalili za kibiolojia. Lakini nasema dalili ya moja katika hivyo, inzalul manii min ihtilami au ghairihi, ni mtu kushukwa au kuota kutokwa na manii kwa kuota au kwa kitu chochote ambacho anakitumia
kikaweza kumfikisha kwenye kutokwa na manii. Kwa hiyo awe ni wa kiume awe ni wa kike, hili linakuwa ni la muhusu mtu mwenyewe kujitambua, kwa sababu sio rahisi kuweza kutambua mtu ameota au hajaota. Kwa hili linabaki kwa muhusika mwenyewe, anatakuwa ajue, na ndio watoto wanatakuwa wafundishwe hizi alama ili wanapokuwa wanakuwa waweze kujitambua. Akifikia umri huo ajue yeye ni wajibu kufanya ibada. Jambo la pili, nabatu shari al'ana, kuota nywele za huko sehemu za siri. Zile nywele huwa hazioti hivi hivi, bali ni utambulisho wa kutambulisha huyu kijana sasa amefikia baligh. Kwa atakapokuwa ameonekana anazo hizo nywele, basi huyu amefikia baligh, analazimishwa kufanya ibada, na hata akivunja sheria anatakiwa, kama ni dola ya Kiislamu, ashughulikiwe kwa mujibu wa sheria, kwa maana ni mtu mzima, anafaa kuozeshwa, akiiba akatwe mkono, akifanya makosa mengine achukuliwe hatua za kisheria. Tatu, bulughu tamami 15 sana, kutimiza kufikisha miaka 15. Kama dalili ya kwanza, hajaota ndoto zile za watu wazima, hajatokwa na nywele, basi akifikisha miaka 15 kwa sheria ya Kiislamu huyu ameshafikia baligh, ni wajibu kufunga. Kuna kubaligha kiserikali na kubaligha kidini. So kiserikali ni miaka 18. Ndio umetoka kwenye utoto. Kwa maana mtu akioa binti akiwa chini ya miaka 18 kiserikali anahesabika ameoa mtoto. Lakini kidini mtu akifikisha miaka 15 anahesabika ni mtu mzima. Labda tu zuiliwe na dola. Lakini ujue kwamba wewe ni mtu mzima. Kwenye funga ni lazima kufunga. Hata kama hautoolewa hutooa, lakini kufunga ni wajibu kwa sababu umefikia utu uzima. Kauli yetu iliyosema muqim, manake ni msafiri, dhidduhu almusafir, kinyume chake ni msafiri. Asema fala yajibu alayhi sawm, si wajibu kwa msafiri kufunga, bal huwa mukhayyaru baina alfitri wa siyam, bali msafiri anapewa khiari kati ya kufungua na kufunga. Wal afdalu lahu fi'lu al-aysar, na iliyo bora ni kufanya kile kitendo ambacho ni chepesi zaidi alaihi kwake yeye. Kwa hiyo kama itakuwa kufunga ni kwepesi, basi atafunga. Kama itakuwa kufungua ndio kwepesi, atafungua. Kwa hiyo amepewa khiari yeye msafiri. Wa qauluna, na kauli yetu iliyosema qadirin, mwenye uwezo, mwenye kuweza, kharaja bihi al-ajizu an siyam, imetoka mtu ambaye ameshindwa na funga, limaradhin, kwa sababu ya maradhi, fala yajibu alayhi siyam, huyu sio wajibu kwake kufunga, bal yaqdihi baada Ramadhani, bali atalipa baada ya Ramadhani. Wal kabir yut'imu an kulli yawmin miskinan, na mtu ambaye ni mzee yeye atalisha kila siku maskini mmoja. Kwa yule ambaye ni mwenye maradhi yanayotarajiwa kuisha, atalipa baada ya Ramadhani masiku atakayokuwa amefungua. Lakini yule ambaye ameshindwa kwa sababu ya uzee, kwa hiyo huyu yeye atafanyaje? Atalisha maskini kila siku. Unaweza kalisha maskini huyo au kila siku na maskini mwingine, au kama unaweza kuwakusanya maskini 10 ukawafuturisha kwa pamoja, yani kila 10 itakuwa pia ni sehemu ya. Wa qauluna khali min almawani', na kauli yetu iliposema kwamba iwe ameepukana na vizuizi, ay khalin min mawani' sawm, awe ameepukana na vizuizi vya funga, vizuizi vinaozuia mtu kufunga, asiwe na hivyo vizuizi. Anasema kalhaidi wan nifasi lilmar'a, anasema kama vile hedhi na nifasi kwa mwanamke. Kwa hiyo hedhi na nifasi kwa mwanamke
ikimtokea hafungi. Inawezekana amefunga mpaka saa 12:55 na tunafuturu na 57, 56, yeye akaingia kwenye siku zake, funga imeharibika. Hiyo siku itabidi aje ailipe. Kwa hiyo mwanamke aliyo kwenye siku zake sio wajibu kufunga, haifai yeye kufunga. Naam, kwa dakika hizi ambazo zimebakia tuendelee kidogo na hivi sehemu. Anasema ru'yatu hilali Ramadhani wa hakamuha, kuona mwezi wa Ramadhani na hukumu zake. Kuona mwezi wa Ramadhani na hukumu zake. Awalan, bima yathbutu dukhulu shahri Ramadhani, ni kwa kitu gani inathibitika kuingia kwa mwezi wa Ramadhani? Yani kitu gani kitatokea ndio ithibitike kwamba Ramadhani sasa imeingia? Anasema yathbutu dukhulu shahri Ramadhan bi ahadi amrayn, inathibitika kuingia kwa Ramadhani kwa moja ya mambo mawili. Yani likitokea moja kati ya haya mawili, itakuwa imethibitika kuingia kwa Ramadhani, kwa mwezi wa Ramadhani. Al-awwal, jambo la kwanza, ru'yatu hilalihi, ni kuona mwezi mwandamo. Kwa hiyo mwezi mwandamo atakapoonekana, tayari imethibitika kuingia kwa nini? Kwa mwezi wa Ramadhani. Athani, itimamu Shaaban 30 yauman, ni kutimiza 30 ya mwezi wa Shaaban, yani kutimiza siku 30 za mwezi wa Shaaban. Na maana Shaabani kishatimiza 30, hatuangalii tena mwezi unatoka hautoki. Maadamu tumekamilisha 30 ya mwezi wa Shaabani, kwa hiyo hatuangalii tena mwezi kuandama. Tutaangalia mwezi kuandama kabla ya Shaabani kufikisha siku 30. Thaniyan, 2, anasema bima tathbutu ru'ya lihilali Ramadhani, hii kuonekana inathibitika kwa kitu gani? Hii kuthibitika kuonekana kwa huo mwezi wenyewe inathibitika kwa kitu gani? Anasema tathbutu ru'yatu hilal Ramadhani bi shahadati adilin, inathibitika kwa kuonekana mwezi mwandamo wa Ramadhani kwa shahidi wa mtu mmoja mwadilifu. Yani kwa ushuhuda wa mtu mmoja mwadilifu atakayekuwa ameuona mwezi kokote kule, basi itakuwa imethibitika kuonekana kwa mwezi. Wa khurujuhu bi shahadati 2, na kutoka mwezi wa Shaabani na kutoka mwezi wa Ramadhani unatoka kwa shuhuda ya watu wawili. Ushahidi wa watu wangapi? Wawili. Wa yushtaratu liqabuli shahada biru'ya, na inawekwa sharti ya kukubalika shahada hiyo kwa kuonekana. Ayakuna shahidu, au yule aliyeushuhudia mwezi, aliyeuona mwezi, awe ni balighan, sharti hilo, awe ni mtu balighe, aqilan, awe ni mtu mwenye akili, musliman, awe muislamu. Ina maana kinyume na hapo haitokubalika. Kama ni watoto wameuona, haitokubalika. Kama ni kichaa katoa taarifa ya mwezi, haitokubalika. Kama ni kafiri katoa taarifa ya mwezi kuonekana, haitokubalika. Kwa hiyo musliman mauthuqan, mwenye kuaminika, bikhabarihi, kwa habari yake anayoitoa, ni mtu ambaye anaaminika
ni mtu ambaye anakubalika liamanatihi wa basarihi, kwa uaminifu wake na vile vile kwa macho yake. Maanake kama mtu ni kipofu akatuambia ameuona mwezi, tunawezaje kukubali kwamba ameuona? Kwa hiyo kwamba ni mwaminifu alafu ana macho, ina maana anaona. Kwa hiyo kama hana macho akasema nawapa taarifa ya mwezi umeonekana, na ni amebalegha na ana akili na ni Muislamu na anaaminika, lakini hana macho, hatuwezi kuikubali hiyo taarifa. Thalithan, jambo la tatu anasema siyamu yaumi shaki, funga ya siku ya shaka. Funga ya siku ya shaka. Yaumu shaki huwa lailatu 30 min Shaaban. Siku ya shaka ni usiku wa 30 katika mwezi wa Shaabani. Yani mathalani leo tumeshinda labda ni 29 mwezi wa Shaabani. Ina maana jua likizama umeingia usiku ambapo tunatarajia tuone mwezi. Tunaelewana? Tunatarajia tuone nini? Mwezi. Lakini hatujauona, tukawa na mashaka. Lakini huo ni usiku ambao ni wakwenda sasa kuamkia kwenye 30 ya mwezi wa Shaabani. Mtu akasema mimi nitafunga tu bwana, kama utatoka nitasikia, hata kesho nikipata taarifa mimi nafunga tu, nitakutana na habari asubuhi mimi nitakuwa nimefunga. Kwa hii ni mashaka kwa sababu hatujauona, lakini unawezekana ukaonekana sehemu nyingine, lakini wewe mpaka unalala hujapata taarifa ya kuonekana. Hii inaitwa ni siku ya shaka. 29 imeshaisha, ina maana tuko kwenye usiku wa 30. Hatujaimaliza 30, ina maana tunaingia kwenye hiyo 30 yenyewe. Kwa hivyo anasema idha lam yura fiha alhilalu, usipoonekana mwezi lighaimin au qatrin au ghairi dhalika, kwa sababu ya mawingu au kwa ajili ya kubanwa, umebananishwa labda, au na kitu kingine ambacho kinaweza kuzuia mwezi usionekane, haujaonekana hiyo siku ya usiku wa 30. Kwa hiyo hatuwezi kufunga kwa sababu hatuna uhakika. Kwa hiyo hapo ndio tunasema kwamba tutimize ngapi? 30. Wasahihu min aqwali ahli alilmi wujubu alfitri fihi halu lighaimi walqatri liqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Na ilivyokuwa sahihi katika kauli za watu wenye elimu, wajibu wa kufungua ni wajibu kufungua fihi halu, katika hali ya mawingu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa in ghumma alaykum faqdiru lahu, ikiwa utafunikwa basi kadirieni. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kwa kauli nyingine ya mtume anasema fa akmilu shaabana 30, kamilisheni Shaabani 30. Kwa hiyo siku hiyo hatutakuwa na funga. Siku ambayo ni ya 30, usiku wa 30, hatutokuwa na funga. Ina maana tukitimiza ile 30, Shaabani imetimia 30, usiku wa 31 kama ungekuwa kuna 31, hiyo ni lazima tufunge, kwa sababu hatuna mashaka tena. Tumetimiza ngapi? 30. Hapa tumezungumzia watu ambao ni wajibu kufunga kwa masharti yao, lakini pia tumeona namna mwezi unavyoweza kuingia na namna ya kupokea habari za mwezi, na vile vile siku ya shaka. Hapa alikuwa nafuatia kipengele al-a'dharu al-mubihatu lilfitri, nyudhuru ambazo zinahalalisha mtu kufungua.
Na maana hizi nyudhuru akiwa nazo mtu haruhusiwi kufunga au ana kibali cha kufungua. Kwa ikhtisari, mojawapo ni asafar, ni safari, na mbili ni al-ajizu ani siyam ajizan mustamirra, yule aliyoshindwa na kufunga, kushindwa kunakoendelea, la yurja zawalu, hakutarajiwi kuondoka. Ingine almaridu maradan yurja bur'uhu, na mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona, huyu pia ana udhuru wa kufungua. Na mgonjwa anakuwa na hali tatu. Hali ya kwanza ni hana tabu yoyote na hadhuriki na funga, huyo ataendelea kufunga. Lakini hali ya pili ni yule ambaye anapata mashaka kwenye funga lakini hadhuriki, huyo atafungua. Hali ya tatu ni yule ambaye anadhurika na funga lakini anaweza kufunga, huyu pia atafungua. Katika watu waliohalalishiwa kufungua ni alhaidu wa nufasa, ni mtu aliyo kwenye hedhi na kwenye nifasi. Hawa pia wana maneno yao ambayo yamezungumzwa katika hali zao kama tatu hivi, lakini kwa ikhtisari hawa ni katika watu ambao wanaruhusiwa kufungua. Vile vile alhamil wal murdi'u, na yule ambaye ni mjamzito na yule ambaye ananyonyesha, hawa wanaruhusiwa kufungua. Kwa hivyo kulingana na muda tutaishia hapa, tutakomea hapa. Tutaangalia kama itatolewa fursa labda ya maswali kuulizwa au la, tufunge muhadhara wetu kwa siku yetu ya leo. Ala walipe kila la kheri kila yule ambaye ameweza kuacha majukumu yake, shughuli zake, akahudhuria katika kikao hichi ambacho hutajwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutajwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka kunayo malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha ujasiri wa kuitekeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.